nichukue fursa hii kuitambua mikoa ambayo imefanya vizuri hadi kufikia tarehe 14 mwezi wa 10 2024. Ni pamoja na mkoa wa Tanga ambao uandikishaji umefika karibu 54.7%, mkoa wa Ruvuma, mkoa wa Njombe, mkoa wa Songwe pamoja na mkoa wa Iringa. Mikoa hii imefanya vizuri kwa hatua hii ya awali. Aidha, ipo mikoa ambayo iko chini ya wastani inayokusudiwa. Kwa mfano, mkoa wa Katavi uko chini, mkoa wa Kilimanjaro uko chini, mkoa wa Geita uko chini, mkoa wa Kigoma bado uko chini, pamoja na mkoa wa Manyara pia uko chini. Lakini ipo mikoa yenye watu wengi, hata hivyo uandikishaji ni bado chini ya 40% kama inavyotarajiwa hadi kufikia tarehe 14 mwezi wa 10 2024. Mikoa hii ikifanya vizuri itaonyesha taswira ya wananchi wengi kujitokeza katika maeneo yao. Mikoa hii ambayo bado iko chini ni pamoja na mkoa wa Dar es Salaam ambao uko karibu 35.3%, mkoa wa Mwanza uko 34.2%, mkoa wa Morogoro 37.9%, mkoa wa Dodoma 38.5%, mkoa wa Tabora 27.7%, pamoja na mkoa wa Kagera 34.8%. Ninawasihi wakuu wa mikoa yote hii pamoja na viongozi wa halmashauri kuendelea kuwahimiza Watanzania kujitokeza kwa ajili ya kujiandikisha katika daftari la makazi litakalotumika kwa ajili ya uchaguzi wa serikali za mitaa utakaofanyika tarehe 27 mwezi Novemba 2024. Waendelee kutengeneza hamasa ili Watanzania waweze kujitokeza katika maeneo yao na kuondosha changamoto hii inayoonekana kwamba maeneo haya yana idadi kubwa ya watu, lakini waliojitokeza ni chini ya 40% kama ambavyo nimetangulia kusema. Aidha, ninawaelekeza wakuu wa mikoa kuhakikisha wanaendelea kusimamia kwa ukaribu wasimamizi wa uchaguzi ili waweze kuhakikisha wanazingatia sheria, wanazingatia taratibu na wanazingatia kanuni za uchaguzi kama zilivyoainishwa, na yeyote atakayebainika kukiuka misingi ya kanuni achukulia hatua za kinidhamu mara moja. Nitarejea. Ninawaelekeza wakuu wa mikoa kote nchini kuhakikisha kwamba wanakusimamia kanuni, wanasimamia taratibu, wanasimamia miongozo, na yeyote kati ya wasimamizi wasaidizi na wasimamizi wa uchaguzi, yeyote atakayekiuka taratibu, atakayekiuka kanuni, basi hatua za kinidhamu ziweze kuchukuliwa mara moja. Niwatake wadau wote wa uchaguzi wa serikali za mitaa, hususan vyama vya siasa, kuhakikisha wanazingatia sheria, wanazingatia kanuni, wanazingatia miongozo ya uchaguzi pasipo kuwepo na mihemko ya kutaka jukumu zima au zoezi lote la uchaguzi kuvurugika. Kwa hiyo niwaombe na kuwataka vyama vyote vya siasa kuzingatia miongozo, kuzingatia kanuni, kuzingatia taratibu na kujiepusha na mihemko inayoweza kuleta sintofahamu katika jamii. Nitoe rai kwamba vyombo vyote vya ulinzi na usalama katika kila wilaya nchini viendelee kufanya ufuatiliaji, na endapo itabainika dosari yoyote ya kiusalama yenye lengo la kutaka kuhujumu zoezi hili, hatua kali zichukuliwe mara moja dhidi ya yeyote mwenye dhamira ya kuleta sintofahamu katika jamii, dhidi ya yeyote atakayeonekana kuleta pengine dosari zozote za kiusalama katika wilaya zao na mikoa yote nchini, kuhakikisha kwamba hatua kali zichukuliwe mara moja dhidi ya yoyote ambaye anadhamiria kuvuruga amani na usalama katika maeneo yetu huko nchini. Asanteni sana kwa kunisikiliza.